Katika chumba chetu cha habari. Kumbuka hii ndio station ya kwanza ndani ya ugatuzi inayopeperusha matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Karibu kwenye kipindi cha vijana mashinani, kipindi ambacho kinaangazia changamoto pamoja na menendo ya vijana. Ni siku mbili tu ambazo zimepita ambapo kumekuwa na kinyang'anyiro cha eneo bunge la Kibra ambapo Imran Okoth aliweza kuchukua ushindi huo wa ubunge, na vile vile aliyomfukuzia kwa karibu sana ambaye anafahamika kama McDonald Mariga. Hilo ndio swali ambalo tulikuwa tunajadili hapa studioni. Je, mbona vijana kutumika vibaya na wanasiasa? Mbona vijana kutumika vibaya na wanasiasa, hasa katika masuala ya kampeni? Tumeona wanasiasa wengi wakielekea katika vyuo mbalimbali, sio hivi majuzi tu, miaka zijazo wanaenda kutafuta kura kule. Ya tufahamu tatizo liko wapi? Na je, wakati wanatafuta viongozi, vijana hawa ambao wana malengo ya kuwa viongozi siku za vijazo, wanasaidiwa ama hawasaidiwi? Hiyo ndio itakuwa mjadala wetu hapa studioni, na nitakuwa na wageni ambapo tutakuwa tunajadili kwa kina zaidi na tujue tatizo liko wapi. Na swali ambalo tutakuwa tunauliza ni je, mbona vijana wanatumika vibaya kisiasa? Mbona vijana wanatumika vibaya kisiasa? Unaweza kufuatilia mjadala kupitia kwa mtandao wetu wa Twitter ambayo ni @tv47ke, @paukirobi, #vijana mashinani, na mjadala utang'oa nanga sasa hivi. Lakini kwanza kabisa kuna ile makala ambayo tulikuwa tumekuandalia hapo awali, ambapo tulifanya mazungumzo na aliyekuwa kiongozi wa chuo kikuu cha UON mwaka 2012 ambaye anafahamika kama David Oyola. Hapa studioni nitakuwa na wanasiasa ambapo tutakuwa tunaendelea kujadili kwa undani zaidi tujue tatizo liko wapi. Mwelekezi wangu kidogo unaweza kutuchezea video hiyo. Vijana wa siku hizi are very cheap. You know, they can be hired even kwa shilingi 100, and because of that low premium ambao vijana wa siku hizi especially wa chuo kikuu wamejiweka, ndio maana wanasiasa wanawatumia. Either alienda shule ama aliko safi, ana kitu ya kufanya. Unaweza sema sasa kama wale wametoka nyumbani kule rural wamekuja Nairobi, hawana kitu ya kufanya. Wamesema wamekuja tu Nairobi kutafuta kazi, na hakuna kazi Nairobi. It was a battle of ideas, a battle of every ideology. Mtu anakuja na hii idea, and there used to be very good debates at the university level. But this over the years, maneno ya influence ya wanasiasa na mashida mingi za hapa na pale, kukosa ajira. So it is a big problem. I may water down the competence na value ama premium ya university student. Na hela ni watu wana ideas. They are bankrupt of ideas. Kuna bill ingine ambayo ilipita 2017 ambayo ilikuwa imekuwa sponsored na Duale ya ku make sure that university students wanafanya election, the mode of election wanatumia college ambao sasa wachagui president wao one on one. Lakini ni watu wanaingia kwa boardroom wachache alafu. Naam, safi kabisa. Ambapo mmetazama pale, huyo ni mwanasiasa ambaye anafahamika kama David Oyola. Mara mingi amekuwa akihudhuria mjadala za kwenye stesheni mbalimbali humu nchini Kenya na kuweza kuchanganua masuala ya kisiasa. Na hapa studioni nitakuwa na wanasiasa. Kwanza kabisa ambaye ameketi karibu nami ni kijana ambaye anafahamika kama Gicheku Weru, ambaye ni mchanganuzi wa siasa katika kaunti ya Nyeri na vile vile Youth Senate. Upande wa pili anafahamika kama Nicholas Maisi, ambaye ni mwanasiasa na vile vile aliweza kuwania kiti cha UMCA kama sijakosea, sijui kulienda namna gani, ataweza kutueleza. Upande wangu wa mwisho ni naye Media Riviza ambaye ni mwakilishi wodi katika kaunti ya Nairobi. Karibuni sana kwenye studio zetu. Asante. Na hili swala la siasa ni swala ambalo tunaweza tukasema kwamba limezua songo mbwingo sana miongoni mwa vijana, na wanasiasa wakati wa kampeni wameweza kuwatumia vijana katika kusaka kura ama kutafuta kura. Na tumeona baadhi ya viongozi kama Imran Okoth, ni tunaweza tukasema kwamba yeye bado ni kijana kwa sababu sidhani kama amefikisha umri 50, na vile vile tukimwangalia Mariga ni kijana. Na je, wanasiasa hao wanatafuta nini kwa vijana kama hawa? Kwanza kabisa Mary Arviza, ukimwangalia Mariga, je, unadhani kwamba wanajubilia walikuwa wanatafuta nini kwa Mariga wakamchagua yeye na kumpa ile nafasi kuwa kiongozi? Na je, unadhani kwamba waliweza kumsaidia kuweza kuhakikisha kwamba amefulfill ile dream yake ya kuwa kiongozi? Unajua katika maisha ni vizuri mtu kuwa na lengo lake katika maisha. Usipokuwa na lengo lako la maisha, watu wengine watakutafutia lengo. Hivyo ni kwa vijana ama kwa watu wazima. Usipokuwa na kile unaishia, you know, life purpose, yani lengo lako la maisha, watu wengine watatafuta hilo lengo na watakupatia malengo yao ili watimizie. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kile ambacho najaribu kusema ni kwamba vijana hawana lengo katika maisha, kwa hiyo wanatumika na wanasiasa kufulfill lengo lao. Hiyo ndio nilikuwa naelekea.
Kwa sababu mtu ambaye hana lengo ambayo anaishia, hana kitu ambacho anaishia ambacho ataweza kufia. Unajua usipokuwa na kitu ambacho utaweza kuuawa ama kufia hicho kitu, inamaanisha unaishi tu. Yaani unasikia watu wengine wakisema mimi na survive. Unakaa tu hapo hivyo. Ukikaa hivyo, na hii haimaanishi uwe na pesa. Hiyo imaanishi uwe na mali mingi. Mtu ataweza kuwa na lengo hata bila kuwa na pesa nyingi na bila kuwa na mali nyingi. Kwa hivyo kile nasema ni kwamba usipokuwa na kile kitu unaishia. Kile kitu ambacho unaamka kila asubuhi ukisema mimi nataka nifanye kitu fulani. Na sio lazima tuseme kwa mfano vile kiongozi ameongea hapo akasema kwamba vijana wengi hawana ajira. Ni kweli vijana wengi wataweza kuwa hawana ajira. Lakini ajira sio lazima mtu mwingine atengeneze kampuni ndio wewe uende kuajiriwa. Wewe mwenyewe utaweza kuwa ambaye unatengeneza. Kama saa hii wakati huu tunafahamu kwamba kuna vijana wengi huko nchi za western countries ambao wanakaa na laptop kwa nyumba, wanatengeneza vitu ambavyo tu kila siku tunawalipa mamilioni, na wengi wao wamekuwa mabilionea wa madola kwa sababu ya kuketi chini na kutumia akili zao. Kwa hivyo kile nasema ni ya kwamba mtu asipokuwa na lengo la kuishi, watu wengine watapata hilo lengo la kuishi. Kukuishia. Na Bwana Gichuki Weru, nadhani umemsikiza vizuri sana mwakilishi wodi hapa. Anasema kwamba vijana hamna lengo, ilhali nini ni viongozi wachanga, mnaazimia kuwa wanasiasa siku zijazo. Naweza sema kwamba kuna vijana wengi kama venye najua, kuna vijana wengi wako na lengo na wako na ambitions za kukuwa wanasiasa. Hiyo ni kitu cha ukweli, kwa sababu hata mimi naomba siku moja Mungu anisaidie nikuwe kiongozi katika nchi yetu. So kwenye naweza sema ni ati kuna vijana ambao wako na ile ambitions mzuri sana na wako na manifesto mzuri sana ya kusaidia vijana wenzao, wakapatia hiyo the chance ya kuongoza katika nchi yetu, wanaweza fanya mambo mzuri sana. Lakini kuna wale vijana wengine wenye wanakubali kutumika na wanasiasa. Unakuta kama mtu kama yule Maliga alikuwa mtu mwenye umaarufu sana kwa kucheza soka. Lakini sasa akaletwa hata ni mtu mwenye hata amejiajiri kama mpiga kura, ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hana ile drive ya kuwa kwa siasa ama kwa uongozi. Lakini kwa sababu alikuwa na ule umaarufu na alikuwa anajulikana, unaweza kuta kuna wanasiasa wanaweza taka kutumia vijana kama hao. Wanakuja wanaona kama anajulikana sana, anaweza mtumia kupata my political ambitions zikuwa fulfilled. Kwa hivyo unapata kama pale Maliga, mimi niliona si mzuri venye alikuwa anaenda kusimama pale Kibra, kwa sababu ule ni mtu tulikuwa tumepatia heshima sana. Kama shujaa wetu huku Kenya, tulikuwa tunajua yeye anacheza huko Uingereza, anafanya mambo mazuri sana. Kwa hivyo tulikuwa ile heshima tulikuwa tumepatia sana. Kama venye tumepatia watu wengine kama akina Catherine Ndereba, wenye walikuwa wamefanya Kenya tulikuwa na mashujaa sana. Lakini kwa ile wakati sasa aliletwa akasimama kwa siasa, kitu ambayo haelewi, hajui, kwa sababu hata ukiangalia hako anaweza kujieleza vizuri katika zile kampeni, hako anajua kujieleza vizuri. Kwa sababu ni kitu sio ni kitu mbaya sana. Na leo ni kitu haikuwa mzuri sana. Kwa sababu sasa yeye aliaibika, ile umaarufu wake tulikuwa tunajua kuhusu uchezaji wake uliisha. Sasa watu wanamwangalia kwa ile macho ya yeye alikuwa amesimama kiti, alishindwa, alitumwa vibaya na watu wengine na viongozi, na hiyo ni kitu ambacho haikuwa mzuri sana. Na Bwana Nicholas, nadhani umemsikiza vizuri Bwana Gichuki Weru akisema kwamba kuna wale wanasiasa ambao wanawatumia wengine ili kujinufaisha wao. Ndio kabisa. Kwanza kabisa nikisema asante sana kuniita katika studio. Kuna vijana ambao wanatumika vibaya katika siasa. Na kitu ya kwanza, wewe kama kijana inafaa ujiulize kwamba are you ready? Uko tayari kutumika in a positive way katika njia mzuri? Tukiangazia Kibra, zile siasa za Kibra, wale wote ambao walikuwa wamesimama pale, ambao ni Wawalo, Imran na huyu wa Ford Kenya, wote pale walikuwa na nia nzuri kwa wale wakazi wa Kibra. Lakini unapata kwamba wale ambao viongozi wao ndio walikuwa na ambition baya. Kwa mfano, wale ambao wana sponsor wale wapigaji kura ili waweze kuja kutoa vurugu pale Mashimoni. Uliona vurugu ilitokea pale, ati mtu mmoja anapatiana pesa. Hivyo ni mbaya sana kwa kiongozi wa chama yoyote kwenda kupatiana pesa pale mtaani. Lakini walikuwa mwanasiasa, sijui kama ushawaifanya kitu kama hicho. Ndio mmekuwa mkipatiana pesa. Ndio. Lakini kuna njia ambayo inafaa upatiane pesa. Lakini sio hiyo siku ya kupiga kura. Yes. Wakati unapatiana jinsi utakuwa unafanya kazi siku kama 5
kabla general election. Hivyo ndio inafaa kuwa unafanya unapatiana zile pesa. Yes. Na bwana Mary Alviza, unakubaliana kile ambacho anasema kwamba mtu anastahili atastahili kupeana pesa, sivyo? Na ndivyo hivyo, kwa sababu nyinyi wote ni vijana, nitawaambia katika katiba yetu hautakikani kupeana pesa. Unatakikana upatiane vile tumeongea hapo mbeleni kabla hatujakuja hapa, manifesto yako. Ni nini utafanyia watu, kwa sababu tunatakikana sisi kama Wakenya tutoke katika hali hii ya kutumiwa hii mambo ya pesa. Tuangalie viongozi kwa sababu ya kile wataweza kutufanyia. Kwa hivyo najua nchi yetu sasa ni lazima mtu ambaye ako na pesa, kwa sababu niliambiwa Kibira kulikuwa na mahoteli hata zimeambiwa yani wanakuja kufoot bill baadaye, watu ni kukula. Na sasa baada ya kula sasa mambo imerudi kawaida. Sasa mtaenda wapi? Kama mmechagua mtu mbaya, sasa mshapata. Kama mmechagua mtu mzuri, mshampata. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia maadili ya mtu. Huyu mtu anasimamia kitu gani? Na sio wakati huo tu. Lakini ukimwangalia McDonald Mariga pia alikuwa na manifesto yake, akasema kwamba atatoa ajira kwa vijana na vile vile kuweza kuimarisha biashara za wamama, kina mama pamoja na wazee. Vile Michuki Weru. Vile Michuki Weru amesema ni vizuri sana. Unajua sio kila mtu anatakana aingie kwa siasa. Sio kila mtu. Kwa hiyo vijana hawafai kuingia katika siasa. Sio kila mtu. Sisemi hawafai, kama hawa wanakaribishwa. Lakini sio kila mtu anatakikana aingie siasa. Lakini Kenya sasa kile kimefanyika Paul, kila mtu anaona nikitaka nitajirike, nikitaka nikuwe famous, nikitaka nijulikane, lazima niwe mwanasiasa. Lazima vitumie vijana. Kile kinatakana tujue ni ya kwamba utaweza kuwa mtu ambaye unajulikana ukifanya invention, yani kutambua na kutengeneza kitu ambacho kitatumika na jamii yako miaka zijazo. Hawa Nobel Prize winners si wanasiasa, ni kidogo sana ambao wanakuwa wanasiasa kama Mandela na kadhalika, lakini wengi wao ni scientist. Yani watu wa sayansi ambao wamegundua kitu fulani ambacho hakikuwa kimejulikana na kutambulika. Kwa hivyo siasa ni nzuri, na ni aina ya kazi. Lakini lazima tujue kwamba siasa sio ndio maisha. Nataka Kenya ambayo tutaweza kuwa na historians. Yani wale watu ambao wanachambua historia ya Kenya ili tujue tumetoka wapi, ni wapi tulianza kunyeshewa. Kwa sababu tusipojua historia yetu pia hatuendi mbele. Kwa hivyo sio vijana wote, kila kijana yoyote. Kama Mariga ni mtu ambaye alikuwa anatakana aje hapa aanzishe stadium, na ajenge stadium huko Buhungu, kwa sababu kwa mfano mheshimiwa anatoka, nafikiria anatoka Busia ama ni Bungoma. Busia. Angeenda hapo kwa sababu hawana hata stadium mzuri. Hizi pesa ambazo ametoa ngambo, angeenda hapo Busia na asiseme mambo ya siasa. Sio ati ni vibaya kuingilia sasa baadaye, lakini hangesema mambo ya siasa kwanza. Watu wenyewe ndio wangekuja kumwambia McDonald, sisi tumeona vile unatuongoza, umetujengea hapa, watoto wetu sasa wakitoka shule wanakuja wanachambua mchezo hapa, wanacheza na wengine wao, sasa hata umefanya introduction huko ulikuwa tunaona utaweza kutuongoza. Hivyo ndio siasa inaingia, lakini sio mtu ambaye anatoka mbali, apigi kura hapo, bibi yake apigi kura hapo, watoto wake apigi kura hapo, anakuja kukwambia sasa wewe nataka ukuje huku ni kusponsor uende kufanya hivyo. Hivyo ni kutumiwa vibaya kama vijana. Lakini Mariga sina ubaya na yeye, ni kijana mzuri. Lakini mbona wanasiasa mnafanya hivyo, mnawatumia vibaya? Ndio nilianza hapo mwanzoni. Lazima ujue maisha ni hivyo. Usipojua na kujijua wewe mwenyewe na ujitambulishe wewe mwenyewe. Kwa mfano, huyu mheshimiwa Imran, watu wa Kibira wanamjua. Watu wakijua wanamjua kwa sababu alikuwa anafanya kazi na ndugu yake. Yeye ndiye alikuwa anapatia hawa akina mama mambo ya basari na nini. Yeye ndiye anachambua, anajua huyu wazazi wake wamekufa, huyu anaenda Moi Girls hapa Kibira, hii shule yetu hapa, na hana basari, lakini ni mwerevu, ametoka yani primary school ama ametoka Kibira primary. Anajua sehemu zote. Sijui, lakini itaweza kuwa hata Mariga alikuwa anaenda Kibira kwa muda wake wa kwanza, lakini kwa sababu ni mtoto wa mtaa, maybe vile alikuwa ana grow up, alikuwa na marafiki huko, hatuwezi kusema kabisa hakujua. Lakini kwa vile amekaa tena nje sana, hawezi kujua mambo ya Kibira.
Kwa hivyo ni kutumiwa vibaya. Lakini ndio nasema lazima ujijue. Huyu ataweza kuwa mwanasiasa kwa sababu wanasiasa ni way of life. Yaani ni vile watu wanavyoishi katika jamii. Na hatuwezi kusema mtu ataweza kukua tu hawezi kuwa mwanasiasa vile ndugu yangu hapa Weru alisema ya kwamba yeye alikuwa wamemuona kama hero and it is a good thing. Vijana wengi walikuwa wamemuona kama hero na walitaka tu abaki hapa. Hapana. Kuna Weah, si anaitwa Weah, ule wa Liberia. Alikuwa footballer na amekuwa sasa president. So si vibaya, ataweza kuja na aanze hii mambo ya siasa na aingilie, lakini mwanzo wake angetumia zile pesa ambazo amepata. Kuna wakati kufanya maendeleo. Hata kiwanja kile alikuwa anacheza hapa karibu Mbotela hapa Jogoo Road. Kiko bado vile kilivyo. Angeenda hapa kichambue hicho kiwanja atengeneze. Kiwanja kingine ambacho kiko hapo City Stadium. Inaitwa City Stadium ambacho sisi wanasiasa wa Nairobi tulisema akitaitwa sasa City Stadium, tunataka kuitengeneza vizuri ili tukiite Kadenge na mpira stadium. Unajua ule Kadenge ule mzee wetu ambaye alikuwa jemedari sana. Sasa itaitwa Kadenge Stadium. Angeenda hapo atusaidie ili tuchambue hicho kiwanja. Akianza kusimama sasa watu wamemjua, huyu ni mtu ako na sisi. Na bwana Gichuki, umemsikiza vizuri mwakilishi wadi Mary Elvis akisema kwamba nastahili kwanza kuingia katika masuala ya maendeleo, lakini sidhani kama wanasiasa wamekuwa wakifanya hivyo. Bi Mary Elvis, sijui kama mmekuwa mkifanya vile, mnaingia na maendeleo ili baadaye mnaenda kutafuta kura. Wengi wetu tufanya hivyo. Huwezi kuenda tu kwa watu. Ukienda hivyo ndio utakataliwa. Hawatakwambia pesa watakula. Lakini hawatakupatia kura. Sasa hiyo Wakenya wanachanuka. Kwa hiyo njia ambayo vijana wanatumia kuingia katika siasa ndio haifai. Njia ambayo wanatumia sasa hivi ndio mbaya. Sio vijana, si shida sasa si vijana. Tumesema kwamba ni wale watu ambao wanawatumia vijana ambao hawana mwelekeo ndio mbaya. Kijana kuenda kwa siasa si vibaya. By the way, wacha nikwambie Paul. William the Great, kama ushasoma historia. Mimi nimesoma historia kidogo lakini sikuifanya mpaka form 4. Nilifanya mpaka form 2 lakini napenda historia kwa sababu inakukumbusha mambo mengine. Ukisikia huyu Mwingereza ambaye anaitwa King William the Great. Alikuwa William the Great at the age of 22. At the age of 22. Miaka 22 alifanya maconquest zake, akakonka Norway akakuwa William the Great. So mimi sisemi hii mambo ya lazima tungoje vijana ati wakufike mpaka 40. Hata watu wengine wako 40 wanaitwa vijana. Vijana gani? Kijana ni miaka 18 mpaka 30 hapo. 35. Hata 35 sasa unaenda sasa pande hiyo nyingine. Ni hapa 30. Na unatakikana sasa uwe mtu ambaye una mwelekeo, unajua kile unataka katika maisha. Na sio lazima uanze na siasa. Niko na vijana pia marafiki zangu. Hata wengine saa zingine saa hii wananisikiliza. Sio Mungu ataweza kuwa anataka uwe mwanasiasa. Lakini usitoke tu kwa shule na unaingilia siasa kabla. Lazima uchambuke, ukutane na watu fulani, uingie karia nyingine ili ukue. Lakini kuna wengine kama William the Great, kwa sababu huyo alizaliwa katika jamii ya kifalme, alijipata kwa siasa mpaka kutoka mwanzoni. Lakini jua ya kwamba watu wasikuwekee miaka ndiye inasema wewe ndio uko sasa wewe ni kijana na nini. Naamini ya kwamba mtu akifika miaka ya 18 na zaidi ataweza kufanya kitu chochote. In fact, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yohana wa kwanza. I believe in you young men because you are strong. You are strong. Vizuri sana. Hilo ni jambo mzuri sana umesema. Na bwana Nicholas, nadhani vijana pia wanastahili kushikwa mkono katika masuala ya siasa kama jinsi Bi Mary Elvis alikuwa amezungumzia kwamba haustahili kutoka tu chuo kikuu na unaingia katika siasa. Inastahili upitie katika process fulani katika lugha ya King'eng'e. Je, vijana wanashikwa mkono katika siku za hivi majuzi ama wanatumiwa tu kisha baadaye inaisha na wao wanakuja wanajisahau? Mwanzo kabisa waacha nirudi hapo nyuma mahali Alivita ameongea kuhusu mambo ya kugawa fedha. Pale mtaa wakati nilisimama, wacha nikwambie Paulo, pale hauwezi ingia ndani ya siasa kama hauwezi patiana hata shilingi moja kwa mama ama wazee kule nyumbani. Kwa hivyo kuna philosophy ambayo huwa inatembea kule kwa lugha yangu ya mama kule nyumbani ambayo inasema
ombe kuyo wamba. You see? Ombe kuyo. Ule amenipatia, nitapatia. Yule mwenye amenipatia ndio nitapatia. Kwa hivyo ukienda na manifesto hauwezi toboa. Kwa hivyo nikuje hapo mahali pa kushikwa mkono. Vijana yafaa tushikwe mkono kabisa. Kwa sababu ukiangalia sisi ndio tuko na uwezo. Lakini mbona washikwe mkono katika nini za siku za hivi majuzi? Kwa sababu hakuna fedha. Sasa hivi ukiwa na fedha ndio una attract mtu ambaye atakupigia kura. Unaelewa? Kwa hivyo inafaa kule nyumbani ama mahali popote wa vijana ambao wanasimama, inafaa tushikwe mkono kwa sababu saa hizi vijana hawana uwezo ile ya fedha ndio uweze kupatiana. Lakini sasa ukishashikwa mkono hivyo ndio unaweza enda katika ulingo wa kisiasa. Kwa hiyo wewe unafadhalisha kwamba supportiwe financially? Financially, hata katika mawaidha inafaa. Lakini mawaidha hawapatiwi. Hawapatiwi mawaidha. Bwana Gichuki Weru, mnapatiwa mawaidha kuhusiana na swala la uongozi wakati mnapoendelea kuchipuka? Okay, naweza sema kwamba vijana kwa sasa wale wazee tulikuwa tunaona hapo mbeleni, wazee wa kama unasikia Kikuyu Council of Elders, Luhya Council of Elders, walikuwa wanaita vijana, wanawapatia mawaidha, advice mzuri kwenye unaweza kuwa kiongozi wa kesho, kwa sababu wale viongozi wako saa hii muda wao unakuja watoke na sisi tuingie. Kwa hivyo kuna ile mawaidha walikuwa wanapatiwa, lakini sasa tunaona hakuna kitu kama ni kama hiyo mambo ilikuja kuisha. Sasa vijana wameachiliwa, sasa unakuta paka vijana wengi wanakunywa tu pombe, wengine wanakunywa mihadarati. Yaani vijana wamekaa kama watu hawajielewi, kwa sababu hakuna hawaitwi, wanaitwa wanaambiwa ile mawaidha. Ulikuwa unakuta mapema vijana wakifanya ile kidarasa ya 8 kama sasa hivi walimaliza KCP, wanaenda pahali wanaitwa na wazee, wanaongeleshwa. Lakini kwa hii wakati hiyo mambo ni kama ilipitwa na wakati. Na ni kwa nini inapitwa na wakati? Na si kitu mzuri sana, si kitu mzuri. Tunafaa tuangalie, tufanye to make sure hiyo mambo yote imerudi, kwa sababu si vizuri kuangalia venye vijana sasa hivi hawana mwelekeo. Vijana wengi sasa hivi wanakaa tu wanasema tu bora tu kuishi tu. Ukiishi tu ni sawa tu, hakuna kitu kingine. Tunafaa tuangalie tuone hawa wazee wakuja waita hao vijana, mpaka kama sisi wenyewe tunataka kuingia kwa siasa ama kwa leadership. Wale wazee wenye wako kwa uongozi sasa hivi, wale MPs, senators, governors, wanafaa kuwa na ile mentorship. Na ile kitu na ndio maana unakutaka kama kule ile nchi ya South Africa kuna ile chama inaitangwa EFF yenye inaongoza na vijana. Kwa sababu ukiangalia EFF inaongozwa na kijana anaitwa Julius Malema. Na hata wale wako na wabunge huko bunge wako na wabunge 44. Na wale 44 wabunge 38 of them ni vijana 35 years and below. Kwa hivyo hiyo ni chama ile ya vijana kwa vijana. Unakuta hao vijana kama ukiangalia Julius Malema, ukiangalia historia yake, huyo ni kijana akwa miaka 12. Alikuwa already ni kijana kwa ile chama inaitwa ya ANC huko South Africa. Ni kijana alipatiwa mentorship vizuri sana. Unaangalia paka kama sasa yako na chama yake iko na wabunge vijana. Na nini ambayo labda inachangia wanakosa kupatiwa mentorship? Tatizo liko wapi, ama wanapenda tu kujinufaisha wao wenyewe na ile ambayo tunasema lugha ya King'enge tumbocrats? Visa kidogo naona una jambo. Mbona mwashiki vijana mikono? Tatizo liko wapi? Mbona mnapenda kujinufaisha? Wacha nikwambie Weru, hakuna mtu atakushika mkono. Mimi naona vile watu walivyo, hakuna mtu. Lakini nataka kukupatia kile utafanya. Hivi vyama vinasemekana vina wenyewe. Lakini fuatana nayo. Ukisikia kuna mkutano pahali, ingia, unakaa hapo. Unasikiliza kile wanafanya. Unajiintroduce kama it is possible. Ama ukipata mtu mmoja ambaye sio watu wote hawataki vijana. Ukipata kuna mtu hapo mmoja ambaye ni friendly, unajiintroduce. Hapana ogopa hao, hata kama ni secretary general party, unamwambia nimekuwa nikikuona kwa TV na ninakuadmire sana, you are my role model, you know. Tupiga siasa pia, you are my role model and nataka nikuwe kama wewe, nitaweza kuja kukuona kwa ofisi. Alafu usiende huko upewe pesa. Enda huko mwambie, ukienda huko mwambie nitaweza kukupanguzia. Answer being humble. Sisi tunataka kuanza tukiwa juu. Ngoja tu nimalize kidogo. Tunataka siku hizi, tunataka tuanze tukiingia hapo tunakuwa recognized. Mimi nimesoma, nataka. Hapana. Sisemi lazima clean, lakini kile nasema uingie hapo na ukue humble. Watu hawapendi kupeana kwa sababu hata yeye hataki kupeana position yake immediately kwako. Are you getting? So ukija hapo usionekane you are too ambitious that you want him to come out of the city immediately.
Kaa hapo, jifunze. Beba Biblia kama ni kutumia mfano wa pastors na nini. Beba Biblia yake. Akienda mikutano huko Mombasa kwa mfano, badala ya wewe kukaa nyumbani, enda tu na yeye, bora umelipiwa nini? Bus fare. Are you getting? Arrive. Bwana Nicholas, kidogo naona una jambo. Naona hapo mahali pa vijana kusaidiwa ama kushikwa mkono. Nataka kuongelea hapo. Lakini kwanza unakubaliana na Bi Mary Arviza kile ambacho anazungumzia? Yeah, lazima uweze kutembea na hao. Lakini ni watu wangapi ambao watakufuata? Ni vijana wangapi? Ni wengi sana. Ndio umesikia Madam Eliviza akisema lazima uende pale mwenyewe, uji-identify, useme mimi naangalia footsteps zako, napenda siasa yako sana, ili uweze kuwa karibu na yeye, ili uweze kupenya ndani yao. Now, hapo mahali pa kusaidiwa. Hapo sana mimi ningeweza kuangazia vijana wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe kwa wenyewe hawataki kusaidiana. Ukiangalia kama pale Kibera, nilihuzunika sana wakati niliona Ditmas Baraza kutolewa kofia. Mahali natoka, kutolewa kofia kwa kichwa ni kitu mbaya sana. Na watu ambao walimtoa ni vijana wenyewe kwa wenyewe. Na mtu kama pale Ditmas Baraza ilifaa asaidiwe na vijana wenzake. Ili aweze kufanya nini? Aweze kupatiana habari ambayo alikuwa nayo. Lakini si eti kumpiga na kupiga vita alafu aweze kwenda. Mimi sikubaliani na yenye imesemwa hapa, kwa sababu mimi venye najua, kama nilikuwa nakupatia example ya kule venye vijana walikuja kwa leadership huko South Africa, kwa sababu tuko na vijana wengi sana huko. Venye wanasiasa huko walifanya na hivi venye hizi chama kubwa zilifanya, wanatengenezaka kitu inaitangwa kwa chama a youth wing. Ile youth wing kwa kila chama, kama unakuta kama ni Jubilee kunakuwa na Jubilee youth wing, kama ni ODM kunakuwa na ODM youth wing, kama ni ANC ama Ford Kenya kunakuwa na Ford Kenya youth wing. Sasa hii youth wing vijana wanakuwa wanaregister kama wanachama wa hiyo youth wing kwa kila chama, na hiyo chama hao vijana wanachaguana. Na hivyo ndivyo akina pale Julius Malema walikreate hiyo ilikuwa inaitwa ANC Youth Wing. Wakakuja wao vijana kama uko 35 years and below unakuwa member wa ile Youth Wing wa hiyo chama. Sasa hiyo chama hiyo Youth Wing mnapatiwa fedha na chama. Hiyo Youth Wing inapatiwa chama. Mnakuwa na elections, mnachagua wakubwa wenu, na ndio sasa hao wakubwa unaweza kujiendelea wewe mwenyewe unasimamia. Kuna vijana wenye unasimamia kwa chama. Kunakuta kama chama za huku Kenya hakunanga vitu kama Youth Wing. Hiyo tu iko sikatai, lakini ni watu ambao hawatabuli. Mnaambia tu nyinyi ni youth wing, lakini hakuna zile funds za youth wing. Hakuna, ni tu mwambie tu wewe ni sawa, wewe ni mkubwa wa Ford Kenya youth wing. Haina after that hakuna. Lakini kule unakuta mpaka wako na buildings, they have offices, wako na ofisi, wako na funds, wako na kila kitu za kujiendeleza mambo yao ya kupaka kufanya maendeleo ya vijana wenzao kule mashinani. Lakini huku tu naambia wewe tu ni youth wing, uko youth wing wa hiyo chama, lakini hakuna kitu kingine after that. Bi Mary Arviza, unakubaliana kile ambacho anasema kwamba hakuna kitu ambacho mnasaidia vyama kama hivi ambavyo vinachipuka? Vyama ukitengeneza chama chako ni sawa. Alafu utengeneze kama chama ambayo kama Malema ni sawa, utasell ideals. Alafu na usikue tu na vijana peke yako, pia wazee wakiingia wakaribishe, ndio uwe na usaidizi. Lakini nasema kile amesema ni kweli, yani partly. Lakini mimi sijakuwa katika chama kwa leadership kabisa ili nijue, lakini kile najua kila chama hapa Jubilee iko na youth wing, ODM iko na youth wing, Ford Kenya iko na youth wing, ANC iko na youth wing. Lakini kile ndio nasema nilikuwa nakuja kwa hiyo. Sasa ni vile hiyo ya kufight for your space. Yani lazima muingie hapo and you fight for your space. Lazima mjitokeze. Vile tu nilikwambia lazima mjitokeze hapo, kwa sababu huwezi kufight when you are outside. You have to get in, and then kuna vile hata vyama saa zingine havina pesa. Kuna vyama havina pesa. Kuna vile vikubwa vinapewa hata pesa kutoka kwa treasury. Lakini vile vyama vidogo vitaweza kuwa pia havina pesa. But unajua ukisimama na usimame imara, American ambassador akikuona kwa TV naona umesimama imara na uko kwa chama fulani na wewe ni youth, ukifanya proposal pia kuna organizations zile zinapeana pesa. And vile youth mkiwa katika hivi vyama, msingoje wazee wale wako hapo ati wawapatie pesa. Kumbuka pesa kwa wazee kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Usingoje, usiende huko. Hao wazee wametengeneza hivi vyama kwa muda mrefu.
Chama hakitengenezwi kwa siku mbili. Na hicho chama kinatengenezwa kwa muda mrefu. Ukija tu hapo na aim yako ni kupata pesa, hautapata. Lakini ukija hapo unataka kufanya kupata pesa. Ndio nilikuwa nasema, unaona hiyo ya Malema na nini, ati iko na, si alisema iko na buildings, iko na ofisi na wanapewa kutoka kwa ANC. Huwezi kulinganisha South Africa na Kenya. Per capita ya South Africa iko pia tena ni juu. Lakini kila nasema hawa wazee hawatakubali tu uingie hapo. Hiyo ni reality. Ati unakuja hapo unaanza kusema upewa tu pesa. Hiyo utapewa, lakini sifikirii pia ati hawa vijana wakitengeneza mambo yao. Kwa sababu kama ODM, najua kuna kuanga na meetings za vijana na wanakuwa facilitated. Lakini hiyo facilitation sio tunalipo mshahara. Lazima mjipange. Mkiandika proposal, kuna organizations na mkishaingia nyumbani na nyinyi ni watu wa digital. Kuna organizations mtaweza kupata kwa hii kitu na hii kitu tunampate pesa na mwanze kuendeleza hicho chama cha vijana kwa within the party. Na wazee pia wamegundua there is a way digital platform itaweza kufanya wapate kura ama wakose kura. Hii mambo ya what is social platform, hizi WhatsApp, Facebook na nini. Na nyinyi ndio mko kwa hiyo. Kwa hivyo msiogope. Penya ndani. Lakini katika hii youth wing nadhani hao wanasiasa wanatumia hii youth wing ambayo wamecreate ili kuleta kura zingine kutoka kwa vijana wenzao. Hiyo ndio nasema hawa wanasiasa, unaangalia mpaka population ya Kenya ni 70% ni youth. Na unakutanga kama ni wakati wa siasa sasa, kama ile wakati wa siasa, hii youth wing ndio inatumiangwa sasa kwenda kufanya zile vitu mbaya huko, kukua goons, kuchapa watu na mawe, kufanya nini. Lakini yani wanasiasa wanataka kuwatumia kwa hizo vitu, kama ni kuchapa, kama ni nini, kama kukitokea kama ni demonstrations, hii youth wing ndio inatumiwa. Lakini sasa ikifika ni pale pengine unaambia sasa nyinyi jipangeni vizuri, mkuje na proposals. Lakini unasikia kama kitu kama chama kama ODM na Jubilee ni chama zinapatiwa a lot of millions of money. Millions of money na treasury. Lakini sasa hiyo pesa ikifika kwa ile chama, hiyo youth wing haiangaliwi, na hiyo youth wing inaangalia tu ni kazi yao ni kupatiwa 1000 sijui, yani pesa ya bado, yani pesa tu kidogo tu. Hizi pesa hatusemi ati walipe mshahara. Tunasema hizi ni pesa za wao kwenda kwa the ground ku create, yani kupatana na vijana wenzao, kama tu wenye wanachama wengine wa chama wanafanyanga na hizi pesa. Kwani hizi pesa zinafanyanga nini? Sisi zinakuliwa tu na watu. Kwani hao watu wanakula si ni wazee? Kwani hao vijana hata vijana ukiwapatia kitu kidogo waweze kujiendeleza kwenye maisha yao na waweze kwenda kule kwa ground wakutana na vijana wao. Kwani shida iko wapi? Wewe sema ati tu sisi ndio wazee tulicreate hii chama, ati sisi ndio kwani hiyo pesa inaendanga wapi? Inaenda tu kwa mfuko ya watu. Wanalipa kwa sababu ya kwenye hiyo chama kitu, si ndio? Kwa hivyo tunafaa kusema hata hawa vijana kwanza ile chama ya ODM iko na vijana very vibrant wenye wako kwa youth wing. Lakini unakutanga hao vijana tu kazi yao unakuta yani watu wako na akili mzuri sana, wako na ambitions wa vijana, unajua wakapata tu usaidizi tu kidogo hivi wanainuka tu. Lakini unakuta tu wanapatiwa tu 500 hakuna kitu. Hiyo si mzuri. Hiyo si mzuri ukweli. Uzungumzwe Bwana Nicholas. Asante sana. Bwana Paul, kuna wakati Martin Luther King alisimama akasema I've been on the topmost part of the hill and I've seen the promised land. Now, sisi kama vijana tunataka tuungane, wale wote wa ODM ama wale wote wa Jubilee tuungane na tuseme kwamba hatutatumika tena vibaya na wanasiasa. Kwa sababu hata sisi tunataka kuangalia, already tumeona the promised land, na tukiweka agenda zetu pamoja kama wanasiasa, vijana wanasiasa pamoja, na kuambia hao wazee itafika siku ndio watakuwa wanakuja kwetu sasa kutafuta ideas. Kwa sababu sisi tuko na uwezo wa akili na tena tuko na uwezo wa nguvu. Unaona? Yes. Na tukiangalia siasa za sasa aswa katika bunge la kitaifa ambayo ni National Assembly imejawa na vijana wengi sana. Na je, vijana hao wameweza kutekeleza majukumu ambayo wanastahili kutekeleza, Bi Mary Arviza? Lakini kwa sababu kila wakati National Assembly imekuwa ikiblemiwa kila wakati kwamba the policies that are being made and the decisions hazifai. Mambo ya vijana ni kama ya mambo ya kina mama katika bunge la kitaifa. Kuna vile wanaume wamejipanga na wakijipanga wanajipanga vizuri. Kwa vijana, wewe unapendekeza Bwana Nicholas jinsi ambavyo amesema kwamba vijana wajipange na wajisimame wenyewe. Na wakijipanga wataingia na nguvu. Na wakiingia na nguvu wanapata nguvu. Kwanza kile ningesema vijana wengi sana mnatakana mjipange na mchukue hizi nyadhifa za MCS. MCS
watu wanaiangalia ni kama iko chini sana, iko chini kwa sababu ya MPs ndio watu wa nguvu katika kisiasa na senators. Wacheni niwaambie, MCS is a very powerful position. Hiyo MCS ndio watu wanajua pesa za mashinani pale zinaenda. Na kuna sasa pesa, wale vijana wanakuja Nairobi ile kutafuta kazi na nini, pesa ziko Nairobi. Pesa ziko kwa county. County government ziko, kwa sababu life huko pia maisha huko si kama juu kama hapa Nairobi. Unakuja kujipata katika kijiji duni huku, alafu unajipaka kwa kakona kwa karumu kadogo. Huko nyumbani utakaa kwa nyumba yako na unaenda headquarter yenu na mnafanya. Mjipange muwe hapo na mkipata hizo platform za kukua MCS ndio mnapata vile mna change this society. Mkikuwa MCS wengi, hata msiende mambo ya MP. Mjipange tu youth huko na hawa bodaboda na youth wa kanisa na nini. Mutapata hizi viti za MCS in this country and you will change this country. Sio mambo ya MP and senator. Lakini kama nyinyi ambao mmekuwa vigogo na wanasiasa kwa muda mrefu zaidi, mbona mnajaribu kuua ndoto za vijana ambao wanataka kuwa viongozi? Bwana Gichuki Weru, nadhani hapo awali kwenye makala ambayo tulikuwa tumetazama pale, Bwana David Oyola anasema kwamba kuna wakati fulani ambapo mbunge wa wengi katika bunge la kitaifa Bwana Aden Duale aliweza kuweka ile sheria mabila ambayo kwamba vijana katika vyuo vikuu watakuwa wanapiga kura kupitia colleges. Hiyo mswada haikuwa mzuri sana, na hiyo ilikuwa kufanya wale vijana ambao wako na ile vocal voice ambao wana challenge the system waweze kunyamazishwa. Kwa sababu ukiangalia ile college system ile unakuta ati watu kadhaa kama watu 20 hivi wanakuja wanakaa chini wanasema tutataka huyu akuwe kiongozi wetu. Ile democracy ya kama unakuta University of Nairobi ama Kenyatta University iko na population kama ya 60,000 students. Unakuta wale 60,000 students hawezi sema nani watakuwa kiongozi wao. Ile demokrasia yao ya kwenda kuchaguana na kura kama venye tunaenda imemalizwa. Ile sasa inakuwa ni inafanywa na wanasiasa ambao wamekuwa siasa kwa muda mrefu. Na Kenya inafanya hivyo. Unakuta kama ile time ya democracy kulikuwa na democracy. Ile democracy ingeweza kutoa viongozi wa maana sana. Unakuta mtu kama akina James Orengo walikuwa hapo, akina Babu na Mwamba waliweza kuchaguliwa hapo, akina my former MP Kabado walikuwa hapo, akina Sakaja walichaguliwa na ile democracy ya university. Babu Owino hata alichaguliwa na university. Ile democracy. Lakini sasa unaangalia wanaona hawa vijana ambao wanachaguliwa hivi wanakuwa vocal sana na wanakuja wana challenge the system. Sasa ndio kuwanyamazisha, wanakuja wanasema sasa ni watu kama 20 hivi watakuwa na keti chini wanasema nani atakuwa na waongoza. Leo si kitu mzuri sana. Na ile kitu mwingine wakishauri amesema ni kwamba sasa sisi vijana tuweze kwenda huko kwa county assembly. Hiyo ni kitu mzuri sana. Ile kiti ya MCA huko kwa county assembly ni kiti ambayo iko na maana sana, na hao ndio watu wanakuanga huko mashinani na wananchi. Na ni vizuri, hata mimi naomba vijana wenzetu wengi sana waende wachukue zile viti za MCA, waende wa compete na watu wengine huko ushago, wachukue hizi viti. Lakini bado hizi viti za kiti kama ya MP na kiti kama ya Senate na hata kiti ya governor, vijana bado wanafaa kuwa hapo kwa sababu sisi tuko na population ya 70%. Kwa hiyo huwezi sema ati vijana kule bunge the National Assembly kukua hakuna vijana kule, na tuko na 439 seats 459 seats huko both the Senate na National Assembly. Kwa hivyo lazima hata huko tukuwe na vijana. Kwa hivyo kama ni kijana uko na uwezo wa kuwa mbunge, kuwa MP, kuwa senator, hata kuwa governor. Juu tumeona paka kuna kama Stephen Sang ni the youngest governor kule nani, na anafanya mtu mzuri. Tunakuta kama kina Johnson Sakaja amekuja kuwa MP akiwa na miaka 25. Akafanya vitu mzuri sana kule bunge, sasa ni senator na anafanya vitu mzuri sana. Kuna vijana wengi ambao tunaona ni MPs, wengine ni senators, wengine ni governor, wanafanya vitu mzuri. Na bado kuna vijana wengine wako kwa kule kwa county assemblies wanafanya vitu mzuri. Kwa hivyo hii uongozi ya vijana ikuwe kwa county assemblies, ikuwe parliament, ikuwe senate, ikuwe mpaka kwa national government. Ili kuweza kutatua tu hili tatizo ambalo ni tatizo ambalo limezua utata kabisa katika taifa letu. Suluhisho linaweza nikawa ni gani? Kwa sababu ya muda kidogo, naomba tu neno moja tafadhali. Suluhisho kwa hii utata ya vijana. Vijana wajue kile wanataka kuishia hapa, wajue why did God create them, na wapasu na vile ameconclude vizuri, wapasu at all level of leadership. Lakini wataweza kuanzia kwa MCA, wasiwache hiyo ati wanakimbilia hiyo nyingine, kwa sababu MCA itawafanya wapate pesa za kuchambua na kuenda kwa hizi zingine. Bwana Nicholas, suluhu kubwa sana hapa. Kurudi tu nyuma kidogo, najua vitu ambazo zinaleta vurugu kama hizi ni ukosefu wa ajira na mambo tena ya ukabila. Vijana kujeni hapa tuongee.
nataka tufanye hivi. Tujikubali kwamba ujue kila mmoja wetu ako na tribe yake. Kila mtu ako na tribe yake. Kwa hivyo msiingilie tribe zingine na kwenda kuwapiganisha. Now, number 2, kuna mambo ya election na general election. Vijana tusizingatie mambo ya general election. Vijana tuzingatie next generation. Bwana Gichuki Weru. Mimi naweza sema hivi, vijana kama tunataka kuwa na suluhu, tumekuwa tukisikia vijana wengi sasa, kama hata mimi, hata yani the whole population ya vijana ya Kenya, tumekuwa tukisema serikali imetusahau, serikali inapatia watu wazee kazi, tunapata mpaka appointments nyingi ni za wazee. Tumekuwa tukisema serikali imetusahau, serikali haitabui vijana. Lakini the solution ni sisi tuko nayo. Kwa sababu unakuta kama venye rafiki yangu amesema hapa, vijana wakienda kule mashinani huko kusimama hizi viti za MCA, viti za MP, vijana wenzao hawataki kuwachagua. Unakuta kama tuseme mimi nimeenda kusimama huko Mkoroini constituency, kwa sababu mimi nimetoka Mkoroini constituency Nyeri County. Vijana wataniambia uko na nini unaweza tupatia? Lakini kama saa mtu kama mimi obviously sina pesa, tunaweza linganisha na pesa zenye ziko na wazee. Kwa hivyo wataenda kuchagua ule mzee ama ule ako na pesa, lakini mimi hawataniangalia, watasema wewe kijana hauna pesa, hauna pesa, tutakupatia kitu kidogo kidogo. Kwa hivyo hawatanichagua. Lakini baada ya hiyo wataweza kusema vijana wamesauli. Kwa hivyo tukuje pamoja, tujue sisi kama vijana ni sisi tu tutajisaidia. Tuchague vijana wenzetu in all levels of government, ndio watutetee huko. Watutetee kwa county assemblies, watutetee kwa national government, watutetee kwa senate, na mpaka tunaomba mpaka serikali, mpaka kule kwa ministers, wachague hata kama kwa ile ministry cabinet secretaries, tukue na vijana kama wawili hivyo. Ndio tukue na representation in all the systems. Asante sana kwa wazo lako la kufungia. Mwelekezi wangu ananifahamisha kwamba muda umekimbia. Natamani tungekuwa na muda zaidi tuendelee kuchambua hili swala. Na naona Bi Mweri visa kidogo kama jinsi ambavyo umesikia vijana ni kumaanisha kwamba huenda wakawatoka nyinyi wakubwa na vigogo. Wanakaribishwa. Na mpenzi mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo tunafungasha virago. Kwa sasa tutakuwa tunaondoka studioni. Mgeni wangu amekuwa ni Weru Gichuki kutoka kaunti ya Nyeri, na wa pili amfahamika kama Nicholas Maitsi ambaye alikuwa ni mwakilishi wodi, alikuwa anawania kiti cha uwakilishi wodi katika kaunti ya Banga kama sijakosea, Vihiga County. Na mwisho pale anafahamika kama Mary Ariviza ambaye ni mwakilishi wodi katika jiji la Nairobi. Kufikia hapo sina la ziada, tupatane tena wiki ijayo saa na wakati kama huu. Asante sana kwa kutazama sesheni ya kwanza ndani ya Ugatuzi inayopeperusha matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Inshallah nakutakia jioni njema. Asante sana.